Saidi Ali Mwandike. Ndiyo kiongozi. Kwanza lipi neno lako kwa wanayanga mara baada ya kuwa mabingwa kwa mara ya 5 mfululizo, ukiwa mwenyekiti wa kamati ya mashindano ndani ya klabu ya Young Africans? Kwanza tunawashukuru kwa sababu umoja wao na ushirikiano wao ndo wametufanya tumefika hapa sisi kama viongozi wao. Sababu hii kazi sio kazi nyepesi ambayo unaweza ukaifanya peke yako. Ni kazi nzito ambayo ilihitaji ushirikiano, walitupa ushirikiano wa kutosha mpaka tumewezesha kutetea ubingwa wetu. Kwa hilo tunawashukuru sana kama viongozi wao. Mlikumbana na changamoto gani hasa kuelekea kwenye mechi ya mwisho kabisa, mechi ya maamuzi kwa ajili ya kutoa ubingwa? Na mechi ilikuwa ni ngumu, unajua mechi ilikuwa ni ngumu. JKT unajua ni timu nzuri. Kwa hiyo sisi tulijipanga kwa ajili ya mchezo ule, wachezaji, benchi la ufundi pamoja na viongozi tulijipanga ili tuweze kupata matokeo na kuweza kufanikisha kupata ushindi. Ni msimu ambao mmepoteza taji moja, ina maana kwamba taji la FA. Kwenu kama viongozi kuna kitu cha kujutia? Ya tunajutia. Sisi malengo yetu na nia yetu ilikuwa kwamba tuchukue makombe yote. Lakini kombe moja tumelipoteza. Kwa hiyo tunajutia na tumeona wapi tulikosea, kwa hiyo tunajipanga kwa msimu ujao. Na bila shaka kwa sasa dhamira yenu ni kuendelea na kikosi bora kama ambavyo jana tumemsikia msemaji kwamba mwakani tena. Na ndio maana sisi hao ndo malengo yetu. Unajua unapoingia kwenye mashindano, nia kubwa ni kutetea au nia kubwa ni kuchukua vikombe vya yale mashindano ambayo unaingia. Kwa hiyo mwakani tutajipanga vizuri ili kwamba tuweze kufanya vizuri zaidi ya mwaka huu. Na kufanya vizuri bila shaka kuna chagizo pia na kuwa na usajili bora na kikosi bora. Tutarajie kuona kwamba kuna ongezeko la wachezaji ndani ya klabu ya Young Africans kwa kuongeza wachezaji wapya. Na ndio. Hiyo huwezi ukakataa. Lazima kuna baadhi ya wachezaji wataingia na kuna baadhi ya wachezaji wataondoka. Hilo ni lipo. Kuna ambao wataingia na kuna ambao wataondoka. Kuna ingia wataondoka. Ndio. Kuna moja ya chapisho la Prince Dube kana kwamba kama anawaaga hivi na mchezaji tayari mkataba wake unaelekea ukingoni. Huyo mchezaji vipi, mnamwangaliaje kwenye msimu ujao, ataondoka ama la? Bado. Siwezi nikakupa majibu ya moja kwa moja kuhusiana na Prince Dube. Kwa sababu mashindano yenyewe yameisha juzi tu. Kwa hiyo bado nafikiri maongezi yanaendelea. Kwa hiyo tupe muda mwafaka ukifika tutakueleza kama tunaendelea naye ama vipi. Lakini wengi wanahoji mchezaji kama Prince Dube mnamwacha vipi hadi mkataba wake unatamatika pasipo kumuongeza? Na ndio nasema bado. Unajua haya mambo ya kimkataba yana pande mbili. Pande moja klabu, pande moja mchezaji. Kwa hiyo inawezekana mchezaji labda tulishaamua kuongea naye akasema ngoja mashindano yamalizike kwanza. Lazima pande zote mbili mkubaliane kwenye kimkataba. Lakini nyinyi kama viongozi mnatamani kuendelea kuwa naye? Nasema Dube bado mchezaji mzuri. Wewe unaonaje? Juzi kafunga goli la kwanza ambalo liwanyongonyeza JKT. Dube bado mchezaji mzuri. Kama tukiwa na nafasi ya kuendelea naye, tutaendelea naye. Mnahusishwa pia na mchezaji ambaye anahudumu kwenye klabu ya Singida, huyu mfungaji bora wa Singida, winga huyu ambaye amekuwa mfungaji bora akipiga hat-trick 2 kwenye ligi. Mnahusishwa naye? Unajua sasa hivi ni msimu wa usajili ndugu yangu. Msimu wa usajili unapofika, wachezaji wengi wanahusishwa na timu hizi, mara hii timu ile. Ndio wakati wake sasa hivi. Kwa hiyo muda mwafaka kama klabu ukifika tutatoa orodha ya wachezaji ambao tumesajili, orodha ya wachezaji ambao tumeacha. Sasa hivi ukifuatilia hizi tetesi kwamba wanahusishwa wengi, watahusishwa Yanga, wengi watahusishwa timu nyingine huko. Kwa hiyo ni muda wake sasa hivi. Kwa hiyo hatukataa hizo hisia na kuhusishwa, lakini muda mwafaka ukifika tutatangaza kwamba nani anaingia nani anatoka. Lakini kwa jinsi ambavyo ulivyomwangalia kasi yake, mko radhi kuwa naye? Ni mzuri, ni mchezaji mzuri. Kama ameweza kuscore na ameingia kwenye dirisha dogo na magoli mangapi unasema 17? Magoli 17. Ni mzuri. Huyo anafaa, ni mzuri. Hatuwezi kukataa kwamba au hatuwezi kupinga kwamba sio mchezaji mzuri. Ni mchezaji mzuri. Kama ameweza kuingia kwenye dirisha dogo na kufunga magoli 17. Basi ni mchezaji mzuri. Anafaa kuitumikia Yanga. Anafaa. Mchakato wa kocha ukoje mpaka hivi sasa? Tunaendelea. Yote hivyo kwa pamoja, muda mwafaka ukifika tutawatangazia wanachama wetu na wapenzi wetu. Wala wasipate shida.
Lakini tayari ligi imeshatamatika na kila mmoja ana shauku ya kuona kwamba nini unakifanya msimu huu. Sasa sio haraka namna hiyo. Unajua swala la kocha, mtu ambaye anataka kuja kuhudumu kwenye timu yenu na mnataka kupata mafanikio kwenye timu yenu, sio la haraka kiasi hicho. Ni swala la kuscrut, ni swala la kuangalia, haliwezi kufanywa kwa haraka namna hiyo. Bila shaka dhamira ya Yanga ni kupata kocha bora ambaye mwenye uwezo wa kufundisha, kupata bora kocha, kupata bora wachezaji, kupata kila engo, kupata watu bora. Na kwa wale wachezaji ambao mikataba yao inaelekea ukingoni na ni bora mpaka hivi sasa, kipi ambacho mnakifanya kiongozi? Nafikiri mazungumzo yameshaanza na secretariat. Unajua sisi kama wajumbe wa kamati ya utendaji sio wale watu ambao wanafanya daily activity za klabu ya Yanga. Sisi tunafanya pale ambapo tunaletewa, ambapo vimeshindikana kwenye secretariat, ndio sisi tunaletewa kwa ajili ya kufanyia maamuzi. Kwa hiyo secretariat, nafikiri kwa wale ambao mikataba yao imetamatika na bado tunataka kuendelea nao, nafikiri wameshaanza mazungumzo nao. Kwa hiyo wana Yanga wasiwe na hofu yoyote, hasa kuelekea kwenye msimu ujao, licha ya kupata pigo kwa kuumia pakubwa. Kabisa. Unajua uongozi wao uko makini na unafuatilia kila kitu ambacho kinaendelea, na kila kitu kitaenda sawa. Kila kitu kipo vizuri. Na kila kitu kipo vizuri. Wengi wamekuwa na mashaka bwana, mara baada ya Pacome kuumia, sema Pacome ni tegemezi kwenye klabu. Ni kweli, na tumesikitika hilo, lakini ndio mchezo wa mpira ulivyo. Mchezo wa mpira ndio uko hivyo. Unaweza unapata majeraha, unaumia, kuna majeraha muda mrefu, kuna majeraha muda mfupi. Ndio mchezo wa mpira ulivyo. Kwa hiyo all in all tunaangalia, tunasonga mbele, jinsi gani tumsaidie Pacome, jinsi gani tufanye kama viongozi. Kwa hiyo yote tunaviangalia kwa pamoja. Kwa hiyo kiongozi, kwa mwisho ile kauli ya mwakani tena iko pale pale. Ndio maana yake. Tutakuja na timu bora ambayo itashinda makombe yote. Basi mimi kiongozi nikutakie majukumu mema, lakini pia nikutakie pia maendeleo mazuri, hasa kuelekea kwenye kinyang'anyiro chenu cha mchakato wa uchaguzi. Nashukuru sana nashukuru sana. Tuombe dua, Mungu akijalia siku ikifika tuone chaguo la wana Yanga. Na bila shaka ni mtu sahihi. Ingawa kipindi cha kampeni. Ikifika kipindi cha kampeni tutazungumza mengi. Sawa. Shukrani sana kiongozi. Asante. Usisahau kusubscribe kwenye YouTube Mwandike Digital.